Mimi kwa majina naitwa Steven Jacob Gumbo. Ni mtumishi wa huduma ya Kristo, mwalimu, na hasa kwenye mtandao ya YouTube huwa natoaga prophecy mbalimbali za nchi, ikiwa majanga kama moto, maji, watu kuepuka majanga haya ya nchi. Lakini pia hata kwenye eneo pia la utawala. Ndugu waandishi wa habari, niko hapa kutoa taarifa ya kikao cha baraza la madiwani ya robo ya 3 ya mwaka wa fedha wa 2025-26. Lakini jana pia baraza lile ambalo lilihitimisha muhula wa madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha ulioanza mwaka wa 2020 mwezi Novemba. Kwa maana baada ya baraza la jana hakutakuwa na baraza lingine kwa mujibu wa kanuni na taratibu zinazoongoza halmashauri, kwa sababu baraza la madiwani hawa wa 2020-25 inaenda kuvunjwa tarehe 28 mwezi wa 6, siku ambayo bunge inavunjwa. Na kwa utaratibu kwenye baraza kuna robo 4, lakini robo ya 4 itafanyika baada ya mwaka mpya wa fedha. Katika baraza ile, kama ilivyo utaratibu, baraza lilipitisha kwa pamoja matumizi yaliyotumika kwenye robo ya pili, lakini pia na bajeti itakayoenda kutumika kwenye robo ya 4 sasa, ambayo inaanza mwisho wa robo hii. Kwa hiyo baraza kwa ujumla imepitisha mambo yafuatayo. Namba 1, imepitisha ajira za wafanyakazi ambao walikuwa naongezewa, wanathibitishwa kazini, lakini imepitisha pia bajeti ambazo zinatakiwa zitumike kwa muda wa hii robo inayokuja. Lakini ni jikite zaidi kwenye miaka 4 ambayo baraza hili la madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha ilianza kazi yake hapo Novemba 29 mwaka wa 2020. Na ndugu waandishi wa habari, niseme kwa sauti kubwa kabisa kwamba baraza letu hili la mwaka 2020-25 ni baraza ambayo imefanya miradi mikubwa, miradi ya kimkakati, miradi ya maendeleo ambayo imeenda kutransform sura ya jiji letu na maendeleo ya jiji letu kwa ujumla. Katika baraza tuna sekta mbalimbali. Tuna sekta ya elimu msingi, tuna sekta ya elimu sekondari, tuna sekta ya afya, tuna ujenzi na mipango miji, tuna sekta ya utawala, biashara na fedha, mipango na utaratibu, na maendeleo ya jamii. Sasa nianze na sekta ya elimu msingi. Wakati tunaingia kwenye baraza tulikuwa na shule 47. Wakati tunatoka kwenye baraza tuna shule 51, kwa maana kwamba tumejenga shule 4 mpya za msingi. Lakini wakati tunaingia kwenye baraza tulikuwa na shule za sekondari 26 na sasa hivi tuna shule 32. Kwa hiyo maana yake tumejenga shule 6. Kwa hiyo katika elimu ya msingi na sekondari tumejenga jumla ya shule 10 ndani ya miaka 4 ya baraza hili la madiwani. Lakini katika sekta ya afya tumejenga jengo la OPD katika hospitali ya wilaya Njiro. Tumejenga jengo kubwa kabisa la OPD. OPD ni jengo la wagonjwa nje katika kituo cha afya cha Levolosi. Lakini tumenunua vifaa tiba ambavyo vina hadhi ya kimataifa katika kituo cha afya cha Kaloleni. Na ikumbuke kwamba baraza hili katika muda wa miaka 4 imeweza kupokea zaidi ya shilingi bilioni 400 ambayo ni mapato ya ndani na mapato ya serikali kuu. Sasa tukienda kwenye sekta inayofuata ni sekta ya ujenzi na mipango miji. Katika sekta hiyo tumejenga barabara za lami zaidi ya kilomita 20, lakini na barabara za udongo tumezifanyia maboresho mbalimbali. Sambamba na hilo tumenunua mitambo kwa ajili ya kujenga barabara, tumeweka taa za barabarani, tumeweka CCTV kamera kwa ajili ya usalama. Lakini wakati tunaingia majengo mengi ya halmashauri yalikuwa hayana hati miliki. Wakati tunatoka majengo yetu yote yako salama, kwa maana kwamba tumeweka hati miliki. Lakini ikumbukwe kuna mradi wa stendi ya Bondeni ambao kwa muda mrefu umekuwa ukisuasua. Ndani ya baraza hili tumeweza kusaini mikataba na tunavyoongea wakandarasi wako site. Sambamba na lile ujenzi wa stendi, tuna masoko makubwa mawili tunaenda kuyajenga. Soko la Kilombero ambalo ni soko jipya yenye hadhi ya kitalii, na soko la kwa Mrombo. Lakini kama mnavyojua mji wetu ni wa utalii, maana yake tunaenda kufanya maboresho makubwa sana katika bonde la Mto Teme pale nyuma ya Four Points Hotel karibu kabisa na Clock Tower ya Arusha ambayo ni katikati ya bara la Afrika kutoka Cape Town kwenda Cairo. Kwa maana kwamba eneo lile litaenda sasa kuboreshwa ili iweze kutoa huduma za kitalii kwa wananchi wa ndani ya jiji la Arusha, wa Tanzania kwa ujumla, lakini na watalii wanaotoka nje ya Tanzania. Lakini pia
Jiji la Arusha tumesaini mkataba wa kujenga uwanja wa michezo wa jiji ambao utaenda kushirikiana na ule uwanja maarufu wa Samia kwa ajili ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON. Nijielekeze kwenye kwenye eneo la sekta ya utawala. Kwenye sekta ya utawala, jiji la Arusha inaendelea kujenga jengo kubwa, jengo lenye hadhi nzuri, jengo la ghorofa 8 ambalo itakuwa jengo la utawala katika halmashauri yetu ya jiji la Arusha, na hiyo ni baada ya halmashauri yetu kujikuta jengo tulilonalo la utawala ilijengwa mwaka 1959 ambayo ilijengwa na wakoloni, ambako halmashauri ya jiji la Arusha ni halmashauri pekee ambayo ina maofisi sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo tukaamua tujenge jengo moja, jengo lenye hadhi yake, jengo ambalo litakuwa ni kivutio pia kwa mji wetu, na jengo lile ujenzi unaendelea. Lakini sambamba na hilo pia katika eneo la sekta ya utawala tumejenga pia nyumba ya mkurugenzi, tumejenga ofisi 5 za kata, tunaendelea kujenga stendi ya Temi kwa maana ya kufanya mji upumue kidogo. Lakini tumejenga pia vituo vya mapato. Sasa hivi jiji la Arusha haulazimiki kama unaishi kata ya Muriet au unaishi Olmoti, haulazimiki kuja kulipa mapato katika ofisi ya jiji. Kuna vituo vya kupokea mapato katika maeneo 6 tofauti. Hiyo inaitwa kanda za ukusanyaji wa mapato. Lakini pia tumekarabati masoko, tumejenga na maeneo ya kuegesha magari katika barabara zetu. Tukienda kwenye sekta ya mipango na uratibu, tumenunua gari aina ya Costa kwa ajili ya kurahisisha usafiri kwa wafanyakazi wa jiji, lakini pia tumenunua pickup 3 mpya. Hiyo yote ni katika kuhakikisha tunaenda kuboresha maisha ya wafanyakazi wetu. Lakini nikienda sasa kwenye sekta ya maendeleo ya jamii, jiji la Arusha katika miaka 4 iliweza kukusanya shilingi bilioni 17.5, hiyo ikiwa ni 10% ya mapato yetu ya ndani baada ya kuondoa yale mapato lindwa. Na katika fedha hizi tayari shilingi bilioni 10.39 imetolewa kwa vikundi vya vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Katika eneo hili vikundi 862 vimepewa mkopo, lakini wanawake wakiwa ni 620, vikundi 624, vijana vikundi 160 na vile vikundi vya watu wenye mahitaji maalum wako 58. Kwa hiyo pesa hizi zimeenda kwenye mzunguko, na kwa ujumla hali katika eneo la maendeleo ya jamii ni nzuri na watu wananufaika. Kwa hiyo kwa ujumla, ndugu waandishi wa habari, mimi niseme baraza letu hili pamoja na changamoto nyingi ambazo pia zipo na haziwezi kukosekana, kwa sababu maendeleo ni mchakato na mchakato ni jambo endelevu, lakini baraza letu kwa namna ya kipekee imefanya kazi kubwa sana. Naomba nitoe shukrani kwa watu wafuatao. Mtu wa kwanza kumshukuru ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kupitia kwake Arusha imeweza kupiga hatua kubwa sana haswa katika sekta ya utalii. Na hii ni baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua ile filamu yake maarufu ya The Royal Tour, ambako wageni sasa wamemiminika katika jiji letu na wanaendelea kumiminika, na hii ni faida kubwa sana kwa wananchi wetu wa jiji la Arusha, kwa sababu mzunguko wa kiuchumi kwa namna yote utaongezeka na umeshaongezeka. Lakini wa pili kumshukuru ni mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Ana mwaka mmoja tangu amefika, lakini amekuwa ni chachu kubwa sana ya maendeleo katika jiji letu la Arusha, katika mkoa wa Arusha kwa ujumla, kwa ajili ya events ambazo hazipoi katika jiji letu la Arusha. Ameuchangamsha mji, usalama uko vizuri, lakini kuna vitu vingi ambavyo Watanzania wavitegemee kupitia kwa Paul Christian Makonda. Nisimsahau mkuu wetu wa wilaya, Mheshimiwa Joseph Modest Mkude, ni mgeni lakini amefanya kazi kubwa sana, lakini na wale wakuu wa wilaya wote waliotangiliwa, kila mtu amefanya sehemu yake. Sambamba na hilo ni mshukuru mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Arusha, Bwana John Lipes Kayombo, naye amekuwa ni chachu kubwa ya maendeleo katika jiji letu. Kwa namna ya kipekee ni washukuru sana madiwani wenzangu wa halmashauri ya jiji la Arusha, ambao kwa pamoja tumeshirikiana kuifikisha halmashauri hapa tulikoifikisha. Lakini nisiwasahau wataalamu au wafanyakazi wa jiji la Arusha kwa ujumla, nao wamefanya kazi kubwa. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ni washukuru wananchi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha, ambao wao ndio sehemu kubwa ya maendeleo yetu. Ninawashukuru, niwatakie kila lililo jema. Lakini waandishi wa habari, na nyinyi mko vizuri sana, niwashukuru, niwape kongole nyingi sana kwa kazi kubwa mnayofanya.
Mungu azidi kuwaongoza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Swali langu linahusiana na masuala ya maadili ya baraza lako. Wakati tunahitimisha kikao cha mwisho, unatathmini vipi baraza lako na hatua zipi ambazo zilichukuliwa kama sehemu ya kuona au kukemea yale ambayo labda yalionekana hayakuwa sawa kwenye baraza lako ambapo watu waliyaona hadharani? La kwanza likiwa ni lile la madiwani kulia wakimtaka mkuu wa mkoa wa Makonda agombee ubunge na haikuwa sehemu ya mkutano ambao ulipaswa kufanya vile. Wewe kama msekimea ulichukua hatua gani kukemea lile au kulieleza kama halikuwa sahihi, na je kama lilikuwa sahihi ulibariki kwa namna gani? Lakini pia maadili mengine, baraza hili lina baadhi ya waheshimiwa madiwani ambao walikuwa wanatuhumiwa na tuhuma hizo zilikuwa dhahiri, nyingine zilipotoka kwenye vyombo vya habari, ikiwemo kuvunja ndoa za watu, ikiwemo kuuza maeneo ya wazi. Na aliyekuwa mkuu wa wilaya hapa Felician Mtengera kwenye baraza lako alizungumza na hakuna diwani aliyekanusha wala wewe kukanusha kuhusiana na issue ya madiwani kuwa madalali wa kuuza maeneo ya wazi. Labda kwenye maadili tunaondoka, tuweke rekodi gani kwamba wewe kama msekimea uliwezaje kudhibiti hilo? Lakini pia utoro wa mheshimiwa mbunge kwenye vikao vya baraza la madiwani Mrisho Gambo umeathiri kwa namna gani utendaji kazi wenu kama baraza, kwa kuwa yeye pia ni sehemu ya baraza la madiwani na mara kadhaa umekuwa ukitoka hadharani na kusema kwamba mbunge ni mtoro? Imeleta athari gani? Lakini mwisho kabisa inaelezwa kwamba una mpango wa kugombea kuwa mbunge wa jimbo la Arusha. Mustakabali wako ni upi? Kwa sababu kile kilikuwa kikao cha mwisho, sasa hivi una lolote la kuzungumza? Hiyo adhima ipo, na kama haipo mustakabali wako kisiasa ukoje? Karibu kwa diwani, tutakuona tena kwenye hii halmashauri ama la? Asante Kuruba. Swala zima la maadili ina kamati yake ya maadili, na kama utakumbuka kwa wale madiwani ambao walikuwa na mahaba pengine na mkuu wa mkoa, nilitoa press kwamba ile ilikuwa ni nini, ni mapenzi ya watu, wala halikuwa nini, haikuwa kwenye agenda za baraza. Kwa hiyo nafikiri pale nililiweka sawa kwamba sio la baraza. Sasa kuhusu swala la maadili, kuna mwenyekiti wa kamati ya maadili nilitamani sana mkutane naye, kwa sababu vitu vingine sio vya kwangu hapa. Lakini kuhusu swala la mheshimiwa mbunge, tumekuwa tukilisema mara nyingi, ana changamoto ya kutokuhudhuria vikao, na sio mara moja, sio mara mbili. Hili amesema mkuu wa mkoa, karibu kila mtu amesema kwamba ana kilema hicho cha kutokuhudhuria vikao. Na sasa mimi niseme nini tena? Athari zake inawezekana kuna saa anatoa statements ambazo inaenda kinyume na maazimio ya nini, ya baraza. Kwa mfano, baraza likiazimia jambo fulani alafu yeye akaenda kulikanusha kwenye vyombo vya habari au mbele ya mkutano wa hadhara, ile inawachanganya wananchi, lakini pia inaleta mahusiano mabaya kati ya yeye na madiwani, kwa sababu mbunge kwa sheria ni diwani. Mbunge wa jimbo au mbunge wa viti maalum ni mjumbe wa baraza la madiwani. Sasa maazimio ya baraza au makubaliano ya baraza yanafanyika ndani ya vikao vya baraza. Sasa kutoka nje ya vikao vya baraza, mimi nafikiri ni utovu wa nidhamu. Bahati mbaya sana mbunge hayuko kwenye line ya kamati ya maadili ya madiwani. Kwa hiyo tunaachia ngazi husika zifanye kinachofanya. Lakini mimi kama meya nikiri kwamba hilo lipo na ina athari zake, kwa sababu pale mnapokuwa na maazimio ya pamoja alafu mwenzenu mmoja akatoka nje ya yale mliokubaliana, I don't think kama ni sahihi. Na jambo la mwisho umesema kama anagombea ubunge au diwani au la. Tutavuka mto pale tutakavyofikia. Jamani, asanteni sana. Stendi ndogo tunamalizaje? Baraza limebariki stendi ndogo au libariki baraza lililopita? Maana kuna mkanganyiko, wanasema Maximilian na baraza lake ndio wameondoa hapa stendi ndogo. Stendi ndogo kwanza hawajaona. Naomba hili la stendi ndogo niweke kumbukumbu sawa. Stendi ndogo hakuna mtu anaenda kuondolewa pale. Stendi ndogo tulichosema tunahitaji kufanya maboresho. Pale kuna wafanyabiashara nafikiri zaidi ya 400 au kitu kama hicho. Lakini sisi tunataka kufanya maboresho waweze kuingia wafanyabiashara zaidi pale mpaka wafike labda walau 2000. Tunachofanya wale ni wadau wetu. Tunataka tumekaa nao chini, tumeelimishana cha kuelimishana kwamba wewe kwa mfano mwandishi wa habari fulani una frame yako hapa, tutakurasimisha pale. Lakini
tukifanya maboresho kwa kujenga jengo la chini na jengo la juu, maana yake umetoa frame ya pili kwa juu yake ili iweze kumsaidia Mtanzania mwenzake au Mwanaarusha mwenzake. Kwa hiyo hatuna ugomvi na watu wa stendi ndogo, tunachofanya ni kufanya nini? Kufanya maboresho. Na hilo liko ni azimio la baraza la madiwani, tulilitolea tamko na maboresho yatafanyika wakati husika ukifika. Lakini ni watoe wasiwasi wale wafanyabiashara wa pale, kwa sababu kuna habari zinaendelea kwamba tunataka kuwafukuza pale. Hakuna mtu anataka kufukuza mtu mahali pake pa biashara, kwa sababu ile ni sehemu yake ya biashara. Tunamfukuza alafu nani akae pale? Kwa hiyo tunachotaka kufanya kwenye eneo la stendi ndogo ni kufanya maboresho ambayo yataweza kuaccommodate watu wengi zaidi, lakini pia stendi ndogo iko katikati kabisa ya mji, tunataka pia kuboresha uso wa mji. Hiyo ndio statement ya baraza ilivyokuwa. Mtoto huyu hapa jamani, huyu unafikiri atakuwa mwisho huyu? Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.